Picha yetu inaanzia hapa. Kuna mama yuko hapa anaongea na kijana wake. Jamaa anasema, mama samahani, lakini mimi niko na mwanamke mwingine ambaye ninampenda sana. Mama anasema, unafahamu wanawake wewe, nimekwambia hivi, huyu mwanamke ambaye nimekutafutia ndio chaguo sahihi zaidi la kuweza kumuoa. Kwa hivyo lazima utamuoa mwanamke huyu, kwa sababu sisi kama familia tumeona ya kwamba ndio binti ambaye ana maadili ya kuweza kuishi na wewe. Lakini upande huu kuna dada naye hapa analalamika. Mzee anamwambia utaolewa na huyu kijana kwa sababu ni mtu sahihi. Binti anasema hapana, hata kama sina boyfriend, lakini yule kiukweli hapana. Akasema hapana kitu gani? Akasema yule hapana baba, siwezi nikachaguliwa mwanamume. Akasema no, yule utaolewa naye. Bwana dada analazimishwa kuolewa na kijana ambaye hampendi. Kijana ni huyu hapa anaitwa Kenny. Leo mpenzi wake kafika hapa. Anasema unasambia nitulio wakati kila kitu kinaenda kuharibika. Akasema sikia, mimi nitakueleza kila kitu. Akasema utanieleza kitu gani? Nimeshasikia kwamba mama yako anahitaji kukutafutia mwanamke. Akasema sawa, wazazi wameongea, lakini mimi bado sijatoa maamuzi yako. Kwa hivyo please, naomba sana unielewe. Mimi nakupenda wewe, alafu siku zote lazima niwe na wewe. Siwezi nikaoa mwanamke mwingine. Dada akamtazama sana, akaambia usije ukaniacha hata siku moja, kwa sababu mimi ninakupenda sana. Please, naomba sana uweze kuelewesha familia yako waweze kuelewa. Ni hatari. Leo baba na mama wamekutana. Akasema hawa vijana inaonekana wote wana mambo mengi, lakini tunahitaji wakae pamoja. Je, tunafanyaje? Mama anasema hiyo lazima itokee, kwa sababu mimi kijana wangu naamini kabisa akimpata binti yako kila kitu kitakuwa sawa. Mzee naye anasema mimi kwangu haina shida, lakini wacha tutengeneze mazingira ya kuwafanya waweze kuwa pamoja ili kila kitu kiweze kwenda sawa. Watatumia njia gani ili mradi kuweza kuwashawishi watu hawa? Leo mchizi anafungua mlango, kadada kamefika. Kalipofika akamwambia sikia, nimesikia wewe ndio mwanamume ambaye eti nahitajika niwe na wewe, si ndio? Amekuja pale mama yako ameongea vitu fulani fulani. Sasa sikia, mimi niko na mtu wangu na ninampenda. Kwa hivyo siwezi nikawa na wewe katika maisha ya mahusiano hata siku moja. Kwanza hebu niangalie, je, muonekano wangu unaweza kuendana na wewe? Usije kuniletea upumbavu. Chiza akamwambia sikia, hata mimi mwenyewe sikupendi, lakini ni issue ya familia. Akasema no, hakuna cha familia wala cha nini. Siwezi nikaolewa na wewe. Chiza naye akamwambia sawa, ondoka, hata mimi siwezi nikaoa mwanamke wa aina yako. Akarudi hapa anaambia kiukweli baba, siwezi kamwe kuolewa na yule kijana. Yaani nimemuona kwanza hatuendani. Akasema wewe hamuendani kitu gani? Mimi nahitaji akuoe. Akasema sawa, hayo ni mahitaji yako wewe, lakini mimi binafsi sihitaji. Akasema sikia, huyu kijana kama atakuoa, mimi ninachoamini utaenda kupata furaha. Dada akabaki na msimamo wake maskini. Hahitaji kuolewa na Kenny, lakini leo mpenzi wake Kenny anaitwa Rita yuko hapa. Anaambia je, itakuwaje? Unajua mimi sihitaji kupoteza. Akasema hata mimi siwezi nikakupoteza mwanamke kama wewe ambaye tumetoka muda mrefu sana, tena tumefanya mambo mengi. Dada akasema sawa, ongea basi na familia yako. Chiza akamwambia hata usijali, nitaongea kuhusu hilo na kila kitu kitaenda sawa. Dada anapata faraja. Lakini wacha tuone leo kikao cha familia kiko hapa. Mzee anasema sikilizeni, kwa sasa mtaenda kuishi pamoja kwa muda wa mwezi mmoja, na mara baada ya kumaliza mwezi huo kama hamtapendana basi tutakubali mwezi kuachana. Dada anasema kiukweli huo mwezi mmoja ni mwingi sana, kwanza simpendi huyo mtu. Mzee akasema sikia, usije ukaleta upuuzi, mimi ndio nimeamua, na mama yake kijana ameshakubali hilo. Kwa hivyo mtaenda kukaa pamoja kwa muda wa mwezi mmoja. Mama anasema sikia, ndani ya huo mwezi mmoja tunahitaji mtupatie majibu mazuri ambayo tunaenda tukawapeleka katika ndoa au la. Kwa hivyo kuanzia sasa mtafanya hivyo. Bwana hii ni ngumu kweli kweli. Leo dada nafika hapa kwa mchizi, akakutana na kibibi Elita. Akasema jamani, kumbe ni wewe. Akasema wewe, kwani unazungumzia kitu gani? Mimi nimefika hapa kumuona huyu mpuuzi mndani. Kwani wewe ni nani? Akasema sikia, nimeambiwa wewe ndio mwanamke ambaye sijui nataka kuolewa na mpenzi wako. Akasema ina maana kumbe ni mpenzi wako? Mimi siwezi nikaolewa na takataka kama ile. Sema niko tu hapa kwa sababu ya maongezi ya kifamilia. Akasema familia. Akasema ndio, kwa hivyo hata usije kawa na wasiwasi. Bwana nataka kumpiga kofi. Akasema wewe usije ukanipiga kofi hata siku moja. Mimi siko hapa kumchukua mume wako, bali nahitaji kuweka utulivu tu wa familia. Bwana hii ni hatari, sijui itakuwaje. Leo mchizi huko hapa, nadhani ndio siku ambayo bibie anaingia ili mradi waweze kuishi pamoja.
Dada kafika hapa, akatazama mazingira, akamwambia karibu sana, hapa ndio nyumbani. Akasema sawa, lakini lazima ufuate masharti yangu. Akasema masharti gani ambayo unahitaji? Akasema utaenda vile ambavyo mimi nahitaji. Kwanza chukua funguo, naenda pale katika gari kaniletee mabegi yangu. Hey, dada siku ya kwanza dharau kweli kweli, wameingia kitandani hapa, anahitaji alale upande ambao mchizi amekaa. Akamwambia geuka upande huo, akasema mimi nahitaji nilale hapo ili mradi niweze kuchaji simu yangu. Akaenda kitandani upande wa pili, alafu ghafla akajifanya kuna kitu cha ajabu amekiona, anapiga kelele. Mchizi kabidi asimame. Aliposimama dada akaenda ukaa katika ile sehemu, akasema sikia, nimeshakupata, kwa hivyo lala huko ambako mimi nakuhitaji, kwa sababu mimi nahitaji nilale upande huu. Wako wanaishi kama vile kaka na dada, japokuwa wamepewa mwezi mmoja kupimana. Je, upendo kati yao utatengenezeka? Kifupi hapa wapo katika darasa la kushawishiana. Je, wataweza kuwa pamoja? Asubuhi hapa dada anakula zake hapa, mchizi kafika, hakuna chakula, ikabidi aingie jikoni akatazame, je kuna chakula? Lakini alipoenda bwana msosi hamna. Anafika hapa anamuuliza, akisema we unaongea na mimi? Akisema ndio, chakula changu kwa wapi? Akisema we hiki chakula ni cha kwangu, kama unahitaji nenda jikoni ukapike wewe mwenyewe, sina muda kuweza kukupikia chakula kwa sababu sikufika hapa kwa ajili ya jukumu hilo. Akasema sikia, lakini wewe ni kama mke wangu. Akasema we mimi sio mke wako, tuko hapa kimajaribio, kwa hivyo kila kitu kitaenda jinsi ambavyo nahitaji. Mwamba akaona usiletee upumbavu, akachukua kile chakula na mwisho wa siku akaenda kupiga msosi. Lakini wakati anatoka bwana kaanguka hapa chini. Alafu dada anafika hapa anacheka kweli kweli, kumbe alimwekea sabuni pale mlangoni. Akacheka akasema ina maana unaweza ukachukua chakula changu alafu mimi sijapenda, kwa hiyo hiko ndiko ambacho umekivuna. Akasema kwa hiyo kumbe uliniwekea? Akasema ya, niliweka sabuni hii hapa, kwa hivyo na imani umekipata kile ambacho ulikuwa unakitafuta. Mpuzi mkubwa wewe. Dada na vituko, hii nyumba sijui itakuwaje. Lakini leo bibi Elita anafika hapa, anagonga mlango, anaona kimya, lakini kidogo anaita, anatoka. Anasema nasemaje? Akasema una kichaa, mimi nakuja hapa kwa mpenzi wangu alafu unaniuliza mimi ni nani? Hebu fungua mlango, nataka niingie ndani. Akasema sikia, hapa sio nyumbani kwa mpenzi wako, bali mimi ni mke wa mtarajiwa huyu ambaye unamuita mpenzi, kwa hivyo usije ukaniletea upumbavu, na ndani kwangu huwezi ukaingia, labda msubiri hapo nje. Bwana, hii ni vita hatari kweli kweli. Dada atafanyaje? Ikabidi atulie, amsubiri Keni pale pale mlangoni. Keni anafika hapa, anashangaa kuona bibi yuko mlangoni. Anamuuliza, hebu niambie nini kimetokea? Akasema huyo hapo anayesema mpenzi wako eti amenitoa nje, kwa hivyo hitaji niingie ndani hata siku moja. Yaani sielewi, ina maana sasa hivi mnaishi pamoja? Akamwambia sikia, nitakueleza kila kitu. Huyu tuko kwa muda tu hapa, lakini mwisho wa siku ataondoka baada ya mwezi mmoja, alafu mimi nitaendelea kukua na wewe kama kawaida. Akasema wewe uko serious ya kwamba ataondoka ndani ya huu mwezi mmoja? Kwa sababu mimi sihitaji nikupoteze. Akamwambia nafahamu hilo, kwa hivyo kila kitu kitakuwa sawa, wewe kuwa na amani. Lakini jioni hii hapa dada amekasirika kweli kweli kutokana na kile ambacho kimetokea mchana. Mchizi kajifunika, dada anatoa shuka, aambia leo utalala hivi hivi kwa sababu umenikela. Haiwezekani ukaleta mwanamke hapa alafu ananikela kama hivi. Bwana mchizi kachoka, sijui atafanyaje. Ikabidi tu alichukua lile shuka na mwisho wa siku ajifunike mwenyewe. Lakini wakati amejifunika, bwana bibi amerudi tena hapa. Ni mshali kweli kweli. Akachukua na mito na kila kitu akatopa chini, akamwambia leo nitakusumbua na hii ni adhabu tu kutokana na kile ambacho umekifanya mchana. Bwana inahitaji uvumilivu. Mwamba ikawedikia tu acheke, maana hataki kasirika kuna kitu. Lakini leo dada anaonekana anaandaa chakula hapa. Yawezekana amebadilika, wacha tuone. Na mara baada ya kukiandaa kile chakula akaenda kumtengea mume wake kama hivi. Chiza anashangaa, mbona bibi leo amebadilika? Kwenye hiki chakula kuna nini? Akamtazama sana, akamwambia karibu ule chakula. Bwana mchiza alivyoonja, bwana chakula kina pilipili kweli kweli. Kumbe alifanya makusudi tu. Akasema ina maana umeweka pilipili ili kunikomoa. Dada akasema hapana, mbona mimi chakula changu hakina, nimeonja. Akasema wewe sikia, acha upumbavu bwana. Akasema sio upumbavu, kama vipi, labda kutakuwa kuna mtu mwingine kakuwekea. Akasema nani ameniwekea pilipili katika nyumba yangu? Akasema ndio hivyo, lakini mimi nilikupikia vizuri tu. Leo
Baadaye iko zake hapa anapiga pasi, mchizi akaleta nguo zake, akamwambia samani, naomba na mimi uweze kunipigia pasi, nahitaji kwenda kazini. Akasema we, itabidi upige mwenyewe. Akasema hapana, wewe ni kama mke wangu, lazima upige. Akasema mke wako ni nani? Tuko hapa kimkataba, kwa hivyo siwezi nikafanya upumbavu. Akasema sikia, mimi naziacha hapo, hizo nguo nahitaji unyooshe. Dada akatazama, sijui atafanyaje, wacha tuone. Baadaye wakapanda kitandani, mchizi ni usiku. Tayari matamanio yanampata, anatamani walau amsitue bibie, lakini ile kumgusa, dada akamwambia sikia, usije kanigusa, sihitaji kufanya kitu chochote na wewe. Kumbuka tumepewa mwezi mmoja wa kuishi pamoja, kwa hivyo usije ukaniletea upumbavu, maana mimi bado sio mpenzi wako. Mchizi akaona isije ikawa nongwa, lakini leo akawa anaongea na simu na mpenzi wake Lita. Anambia nimekumisi sana. Bibia naye akasema hata mimi nimekumisi. Je, vipi mipango inaendaje? Akasema mipango iko sawa, nasubiri mwezi tu uishe, huyu dada aweze kuondoka, alafu niendelee kuwa na wewe kama kawaida. Akakata simu, lakini alipokata dada akawa anaendelea kuongea na simu bila kujua ya kwamba hii simu iko oni. Alafu mbaya zaidi, bwana Lita alikuwa anaongea na mpenzi mwingine ya kwamba anampenda na jioni ya leo ataenda kufanya naye mapenzi. Bwana mchizi kasikia kila kitu. Dada alijua simu imekatwa, kumbe simu iko oni na dada alikuwa anaongea na mwanamume mwingine. Bwana mchizi amechoka, akapiga zake goti, akasema bora nimemfahamu mapema huyu bibie. Je, ningeenda kumua yeye ingekuwaje? Na mwanamke ambaye alikuwa anampenda sana, yani amechoka kweli kweli. Bibie Anita anafika hapa, anamstua. Hello, mchizi yuko hoi kweli kweli. Ambie nini kimetokea? Kuna changamoto yoyote? Jamani, ambie sikia rafiki yangu, yani siwezi kuamini yule mwanamke ambaye nilikuwa nampenda kwa moyo wangu wote ndio mwanamke ambaye kumbe anatembea na watu wengine. Kikweli nimejisikia vibaya, yani hata sina nguvu ya kunyanyua mguu rafiki yangu. Chizi kachoka. Yule bibi Lita alikuwa anampenda sana, lakini kumbe dada alikuwa na wanaume wengine kibao. Lakini leo mchizi anakuja kuamka hapa, anashangaa ametengewa breakfast iko pembeni. Alafu alipotazama zaidi, kuna ujumbe hapa. Ujumbe unasemaje? Nimetoka lakini nimeandaa vyote kwa ajili yako, kwa hivyo unaweza ukaendelea hapo. Chizi ikabidi amke hapa, lakini baadaye mwili bado hauko sawa, mawazo yanamfanya ajisikie vibaya kabisa. Dada anakuja hapa na mpima, anambia mbona joto liko kali sana, hebu acha basi nikutafutie dawa. Leo ni siku nyingine. Mchizi Keni yuko sawa, lakini nakuja hapa anashangaa nakuta nguo nzuri sana zimewekwa hapa. Sema sikia, jana nilitoka, kwa hivyo hizi zote nimenunua kwa ajili yako, unaweza ukazivaa na nimezinyosha kabisa. Akasema wao, asante sana. Akasema hata usijali. Akasema ndio hivyo, kikweli nimeanza sasa kufurahia jinsi ambavyo ulivyo, naona akili yako inatulia. Akasema acha bwana mambo yako, waacha nitoke zangu. Iwezekana upendo kati yao unaanza kuimarika, lakini leo dada anatoka. Mchizi kabidi amuulize, saizi ni usiku, naenda wapi? Akasema naenda kwa rafiki yangu mara moja kumuona. Akasema we, ni kweli? Akasema ndiyo, ni rafiki tu, sina mtu mwingine. Akamwambia sawa, kama ni rafiki tu basi nahitaji twende wote nikamuone huyo rafiki yako. Mchizi ameshapata wivu, maana yake ndani ya moyo wake kwa sasa anaanza kumpenda bibi Anita. Kweli Anita aliweza kufika kwa rafiki yake hapa, wamepiga story kweli kweli. Mcheza akaona sio mbaya, ngoja nikamuone. Dada nashangaa, kumbe kulikuwa kuna mtu. Akasema nimekuja hapa. Akasema vizuri, ina maana wewe kumbe ndio shemeji yangu? Akasema ni shemeji yako mtarajiwa, lakini bado. Dada akasema jamani, mimi sina mume hapa, hebu mniache kabisa. Akasema rafiki yangu bwana, acha mambo yako, mwanamume si huyo hapa tena, amekuleta hadi muda huu. Akasema tumia akili yako bwana, nimeshakueleza kila kitu. Akasema basi sawa, muwe na usiku mwema. Akawaaga, lakini mchizi amethibitisha. Je, dada anaendaga sehemu gani? Usiku yuko hapa amelala. Bibi amefika hapa, akaona kwa nini hajajifunika, akachukua shuka moja kwa moja akamfunika mchizi, alafu mwisho wa siku na yeye anaenda kulala hapa. Hii inamaanisha nini? Maana yake ni kwamba upendo unaanza kutengenezeka kati yao. Asubuhi hapa mchizi wakati ameketi, bibi anafika hapa na chakula fulani hivi ambacho
amekiandaa kwa ajili ya mpenzi wake, lakini mwisho wa siku anajifanya na kihitaji yeye. Kwa hivyo ikabidi wale wote mwisho wa siku wanabonyeza TV hapa, kila kitu kinakuwa sawa. Baadaye dada anaingia jikoni, bwana mchiza kaja kumtekenya kwa nyuma. Kilichofuata kama hivyo mahaba kati yao yanaanza kutengenezeka. Unajua upendo una siri kubwa sana. Unaweza kumchukia mtu leo, lakini kadri mnavyoishi pamoja ndivyo upendo unavyotengenezeka. Na ndio lengo la wazee, waliweza kuweka sehemu moja ili kupima, je, watapendana? Na kama ndani ya mwezi mmoja watapendana, basi wataweza kuachana kama hivyo. Leo wanakutana, akasema nadhani matokeo ni mazuri. Akasema hawajanipigia simu. Akasema sawa, simu hajapiga, lakini na imani tumeona katika ile kamera ambayo tuliwasetia pale, kila kitu kitaenda sawa. Wanacheka kweli kweli, kumbe waliweka kamera kabisa katika ule mjengo wa Keni. Maana yake kila ambacho kinaendelea kule, hao wazee wanaona jinsi ambavyo binti zao au watoto zao wanavyopata furaha. Mama anasema hapa kila kitu iko sawa, lakini leo dada anasema ni mwezi mmoja nahitaji kuondoka, maana tayari ushafikisha mwezi na siku 4 sasa. Chizi naambia, je, maamuzi yako ni nini? Akasema kiukweli sina maamuzi kwa sasa, lakini ninachohitaji mimi ni kuondoka. Alipogeuka mawazo yanampata, mwezi mmoja umeisha. Je, ataenda kutoa jibu gani kwa wazee? Hahitaji kufunga ndoa na mchizi au amempenda tayari? Leo akachukua begi zake, akaona bora tu aondoke ili mradi kwenda kutoa jibu kwa wazee. Lakini je, jibu gani litaenda kule? Kabida mwage akamwambia, sikia, mimi ninaondoka. Mwamba amekasirika kweli kweli, hata kujibu hahitaji. Akamwambia sawa, basi kuwa makini, mimi wacha nitoke. Dada anaondoka, wanamchezi sijui atafanyaje, maana tayari ameshampenda bibie. Lakini dada naye wakati anatoka nje, kuna hali fulani inampata. Anajiuliza, hivi naondokaje hali ya kuwa huyu jamaa bado ninampenda? Kwa nini simwambie ukweli hisia zangu? Ikabidi ageuke, lakini ile kugeuka, Mwamba naye yuko nje hapa. Akasema, mbona unaondoka alafu nahitaji kurudi ndani? Je, kuna kitu chochote katika moyo wako? Dada akasema, ndiyo, ninakupenda. Chiza akamuuliza, ni kweli? Akasema, ndiyo, ninakupenda na nimeshindwa kuzuia hisia zangu, kwa hivyo please, kama inawezekana tuende tukatoe majibu mazuri kwa wazee. Akasema sawa, hata mimi ndani ya moyo wangu nimekupenda, kwa hivyo wacha tukatoe taarifa ili mradi tuweze kufunga ndoa kabisa, tuishi kama mke na mume. Bwana, movie yetu inaishia hapa, lakini mwisho wa movie hii basi na imani kuna funzo kubwa sana utakuwa umelipata. Funzo la kwanza, mapenzi hayajaribii bwana. Sehemu yoyote ambayo chanya na hasi zinakutana, basi mara nyingi upendo huwa unatengenezeka kati yake. Huwezi ukajaribu mapenzi kwa sababu ukipenda umependa. Hii tumeiona kwa Kenny na bibie Anita. Mwanzoni walikuwa wako tofauti sana, lakini mwisho wa siku wakajikuta wananasa katika mtego mmoja, mtego wa mapenzi ambao unawapeleka moja kwa moja katika ndoa. Lakini jambo la pili, usiongee kupitiliza kwa sababu ya kesho huyajui. Hili ni funzo. Unapokutana na mtu ukaona umpendi au ana vigezo ambavyo kwa sasa unaviona havikufai, basi usije ukatoa maneno ya kashfa, kumdhalau, ukatoa maneno yote ukayamaliza. Huwezi jua kesho yako itakuwaje. Tumeiona hii kwa bibie Anita. Aliweza kusema shiti sana kwa mchizi ya kwamba ni mwanamume gani haenda naye na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku matendo yake yakamshawishi, akajikuta anaingia katika penzi zito na kushindwa kufanya maamuzi ya je aondoke. Lakini kama ataondoka ataenda kutoa jibu gani? Mwisho wa siku akaona isiwe kesi, bora tu niseme ukweli ya kwamba ndani ya moyo wangu ninakupenda. Hili ni funzo la pili. Lakini funzo la tatu, tuache dharau, hasa unapokutana na mtu ambaye haumfahamu, hamjakaa pamoja, na chochote kile ambacho kinamhusu yeye wewe au kijoi. Kwa hivyo acha dharau, ni jambo ambalo unatakiwa uishi nalo kila siku. Lakini funzo la mwisho, lazima tujifunze kuwa waaminifu, hasa tunapokutana na watu ambao wana upendo kwetu. Hii tumeiona kwa Madam Lita. Alikuwa na mchizi na Mwamba alimpenda kweli kweli, alikubali kuishi na bibi Anita
bila kufanya chochote, akiamini ya kwamba ndani ya mwezi mmoja ukipita ataweza kurudiana naye na kumuoa kama kawaida. Lakini ajabu, dada akaja kuyavuruga yeye mwenyewe kwa kuanza kuongea na michepuko na mwisho wa siku kumsaliti mchizi. Mwamba naye kaona ipoje, akahamisha moyo wake na kumpenda bibi Anita mazima. Bwana, hili ni funzo ya kwamba usaliti haufai katika mapenzi. Lakini je, kwa wewe ambaye umetazama movie hii kuanzia mwanzo hadi mwisho, umejifunza kitu gani? Weka comment hapo chini kisha subscribe, tukutane katika movie ijayo.